mashindano ya UEFA Champions League ni mashindano ya hadhi ya juu sana. Na ni ndoto ya kila timu kushinda mashindano hayo. Na leo kwenye kipindi chetu cha Sports Angle tutazungumzia timu ambayo imewahi kuchukua ubingwa mara nyingi. Ni Madrid. Unaona kabisa rekodi zinasema kwamba Madrid amechukua huu ubingwa mara nyingi sana, ambao amechukua mara 14 toka yaanzishwe mwaka 1955. Madrid kiukweli wamekuwa wakiwa na mwendelezo mzuri kwenye mashindano haya. Mpaka leo wamefanikiwa kuchukua ubingwa huu mara 14, sio kwamba ni bahati mbaya. Ni mwendelezo mzuri wa kucheza na nidhamu pia ya mashindano ambayo wanakuwa nayo. Mashindano yanakuwa yanajumuisha timu mbili ambazo zinakuwa na nafasi ya kwanza na ya pili kwenye kila ligi ya nchi ambayo inajumuisha bara la Ulaya. Umeona? Kwa hiyo kila nchi ilikuwa inatoa timu mbili. Tunaweza kuchukulia mfano kama wanafanya CAF ambayo ni Champions League, ambao kwenye kushiriki unachukua timu ya kwanza ambayo inaongoza ligi na ambayo inashika nafasi ya pili. Umeona? Kondo ambao wanafanya UEFA. Kondo mashindano ambavyo yanaendaga hivyo. Na muda walichukua back to back. Umeona? Walichukua mashindano haya kwa mara ya kwanza walichukua mwaka 1956. Umeona? Walichukua mwaka 1957, 58 na 59 mpaka mwaka 1960. Hapa walichukua back to back. Na maana wakuruhusu timu yoyote hapa kuingilia kati kuchukua. Umeona? Lakini baadaye walichukua tena mwaka 1966, wakachukua mwaka 1998, wakachukua mwaka 2000, wakachukua mwaka 2002, wakachukua mwaka 2014, wakachukua mwaka 2016, wakachukua 2017, 18 na 2023. Kwa unaona kwamba ni mafanikio makubwa walionayo Madrid kwenye michuano hii ya kombe la Ulaya, kombe la mabingwa barani Ulaya. Kwa kusema hivyo, ni kwa nini sasa Real Madrid wameonekana mabingwa zaidi ya mara 14 na kuna timu nyingine zina uwezo kama Real Madrid na zina uwezo pia kushinda timu kama Barcelona? Sasa ni vitu gani wanavifanya Real Madrid? Tumeona Madrid kiukweli wakiwaga kwenye mashindano kama haya waga wanakuwa serious sana. Yaani hata viongozi wanawaambukizaga ugonjwa gani wachezaji. Yaani mchezaji hata akiwa uwanjani unamwona kwamba huyu amedhamiria kitu ambacho anataka kukifanya ni hiki. Kwa wanakuwa serious kwamba wanataka kuchukua ubingwa. Hicho ndio kitu cha kwanza. Wanacheza na saikolojia imani za wachezaji. Umeona? Lakini kitu cha pili, uongozi bora na makocha wa Real Madrid. Madrid tumeona kwa wakati tofauti walikuwa na makocha bora ambao kweli hata ukiwataja ukimwambia kwamba bwana kocha fulani yuko Madrid, kwa mfano kama sasa hivi Carlo Ancelotti, huyu ukimwambia kwamba ndiye anaongoza timu ya Madrid anajua kwamba hapa Madrid imekamilika kwenye swala zima la soka. Umeona? Lakini pia wachezaji ambao kwa kipindi tofauti walikuwa Madrid. Hapa tunamzungumzia Cristiano Ronaldo. Tunamjua Ronaldo ambavyo ana spirit kubwa na mchezaji bora duniani. Kusema hilo alipingiki. Lakini kuna mchezaji kama Karim Benzema, kipindi kile alikuwa Madrid. De Santos ndio alikuwa Madrid. Kwa kusema hivyo unaweza kaona kwamba ni nini kilikuwa kinachagiza Madrid kuchukua kombe la UEFA mara nyingi. Umeona? Lakini pia tusahau miundombinu. Wana miundombinu iliyo bora, kwa sababu kwa mfano kama sasa hivi Madrid ndio wana kiwanja bora kabisa duniani. Ukija ukasema hivyo, hata mchezaji ukimwambia bana una ndoto ya kwenda kucheza timu gani Ulaya, anakwambia moja kwa moja atakwambia Madrid kwa sababu ya miundombinu iliyopo. Umeona? Hata kwa sasa hivi tunaona Madrid wana wachezaji ambao ni wako bora. Bado wana muendelezo wa kuwa na wachezaji bora. Mfano kama Vini Jr yuko Madrid, akina Jude Bellingham pale, akina bwana Kylian Mbappe yuko pale. Kuna wachezaji bora kabisa ambao wanaifanya Madrid kuendelea kutetea ubingwa wao. Na tusahau kesho wako uwanjani. Sasa kwa historia hiyo fupi ya walivyoongoza miaka waliochukua ubingwa, watakuwa na mafanikio yao.
watakuwa na mafanikio waliyopata baada ya kushinda au baada ya kuwa mabingwa zaidi ya mara 14. Ni kweli wana mafanikio na Madrid wamefanikiwa sana. Ukija kuangalia wachezaji walio bora duniani wapo kwenye hiyo timu au wamepitia Madrid. Ukimzungumzia Ronaldo, kila mtu anajua ni mchezaji gani duniani, mchezaji aliye bora sana duniani. Umeona? Ni mtu ambaye ameipa Madrid mafanikio makubwa sana. Umeona? Lakini pia mafanikio ambayo tena mengine wameyapata ni mafanikio kwenye michuano mingine. Ukija kuangalia kwenye michuano mingine wanafanya vizuri. Hii ni kwa sababu wanafanya vizuri kwenye ngazi ya juu ya UEFA, na wakija kwenye mashindano ya ndani wanafanya vizuri zaidi. Bado wanaendelea kufanya vizuri zaidi. Kwa mfano ukiangalia kwenye kombe la Super Cup, UEFA Super Cup, lakini sio hilo tu, hata kombe la dunia la FIFA la vilabu wanaendelea kufanya vizuri, wana maendeleo ya kufanya vizuri. Kwa hiyo ni moja ya mafanikio waliyopata.